Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Sisi zaidi ya kusimamia kusomesha dini, hakuna kitu kingine tunachokihitajia. Huo uongozi na hayo madaraka hatuna nafasi nayo sisi. Hatuna sababu ya kujipendekeza kwa mwanadamu. Sisi tunaona kwamba kujipendekeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna fadhila kubwa zaidi kuliko kitu chochote. Kwa hatuhitaji support ya mtu yoyote kwamba tusapoti kimali au kivyeo au kivingine. Tutazungumza maneno haya kwa kuwa ndiyo dini yetu. Tuliwahi kuyasema haya yakatugharimu, lakini sisi hatutajaribu kurudi nyuma. Nakumbuka nyinyi kipindi cha miaka ya nyuma, kiasi cha miaka 10 iliyopita, kuliingia fikra katika nchi zetu hizi, kwa ufupi ni fikra za kigaidi, na hasa iliposimama hizi dola za Daesh na wapi na sehemu nyingine, fikra hizi zikawa zimeenea sana kwa vijana, wakiona kwamba ndiyo dini na watu watoke jihadi. Hao viongozi makafiri, kamata askari, ua, chukua silaha, twendeni msituni. Haya mambo yalijiri katika nchi zetu, na kuna watu walidhurika kwa haya. Sisi bila ya kuogopa, kwa sababu hatumuogopi mtu, tulisimama tukasema kwamba hii si maslaki ya sawa, na haya yataudhuru zaidi Uislamu kuliko kuutia nguvu. Madhara yake ni mabaya kwa Uislamu, kwa ustawi wa Uislamu. Tulikemea kwa hoja na dalili. Waliona kitu gani wao? Wao waliona kwamba njia ya kumalizana na sisi ni kutuua. Miaka si mingi tulirushiwa bomu hapa Unguja, Zanzibar. Mimi binafsi nikiwa ni mlengwa, na mwanafunzi wangu akafa pale kwa dhulma na uadui, na waliomuua twawajua. Sisi tulikaa kimya tukasubiri, na sisi damu zilitumwagika, lakini tulisubiri na hatukuogopa, kwa sababu siku ya kufa imepangwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa hili au kwa lile. Lakini hatutanyamaza kimya, kwa sababu kuna watu watatudhuru. Tutasema kile ambacho tukiona kwamba hiki ni sahihi kusemwa. Na katika hili pia ukitazama, hao wanaodai haki baada ya sisi kutusibu yaliyotusibu, hakusimama kiongozi yoyote, si mwanasiasa wala kiongozi wa dini, si Mkristo wala Muislamu, kukemea dhulma ile. Kwa sababu sisi ni ng'ombe, sisi ni kuku, sisi ni wanyama, hatuna haki sisi ya kutetewa. Hata ng'ombe pia ana haki zake. Lakini sisi tulifanya subra, na jambo letu tumeliegemeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si kwamba hatuwezi kufanya fujo au kufanya kadha, kulipiza visasi, lakini sio katika manhaji yetu sisi. Sisi manhaji yetu ni kuhimiza utulivu na amani na kuifikisha dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serikali iliposimamia kutaka kusimamisha haki kwa wale waliofanya matukio kama yale, Waislamu, Wakristo, wanasiasa na wengineo waliingilia kati katika jambo hili, wakitaka wale watu waachiwe, watendewe haki. Haki? Wewe una uhakika kwamba yeye hakufanya? Haki gani unayotafuta wewe? Wewe yule mtu ameuawa pale, ameacha watoto wadogo miaka 12 iliyopita, wewe uliwalea hawa mayatima. Haki gani unayotafuta wewe? Kwa hiyo narudia tena, hatuzungumzi haya kwa kutumika, na wala sisi hatuogopi. Sisi tutasimama kueleza yale tunaona ambayo kwamba haya ni haki, pamoja na kwamba yatatugharimu na yaliwahi kutugharimu, lakini ndiyo njia yetu. Hatuna nyingine la kulisema.